2027-28 elimu ya lazima Tanzania kwa kila mtoto miaka 10. Kwa amri ya sheria, kwa sababu tunapitia sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na mabadiliko mbalimbali yaliyofanyika, tunakuja na sheria ambayo itahakikisha kwamba kila mzazi mtoto wake lazima aende mpaka pale. Lakini kuna mambo mengine sitoweza kuyataja yote katika mabadiliko haya. Moja, kwenye elimu ya sekondari sasa kutakuwa na mikondo miwili. Ya mtoto akishamaliza darasa la 6, hata sasa hivi tumeshaanza kutekeleza, lakini tutaona mtoto atasoma la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Anaenda sekondari, atakuta kuna upande huu na kuna upande huu. Upande mmoja ni mafunzo ya amali, elimu ya amali, mwingine ni elimu jumla. Kwa hiyo mtoto kwa kushauriana na wazazi na walimu wake watajadiliana, utachagua unaenda mkondo upi. Ukienda elimu jumla utakuwa na baadhi ya masomo ya ujuzi lakini machache. Masomo mengi yatakuwa ni yale ya nadharia, unajifunza, unasoma. Mpaka kidato cha 4 kwenye elimu jumla. Baada ya kidato cha 4 ukiendelea unaenda high school kwa miaka 2. Yani form 5 na form 6. Ngoja nirudie tena. Ukifika darasa la 6 utakuta njia panda. Lazima uchague. Naenda mkondo wa elimu ya amali au naenda mkondo wa elimu jumla. Ukienda mkondo wa elimu jumla kutakuwa na masomo ya vitendo ya kukusaidia wewe kuajiriwa na kuajirika. Lakini kutakuwa na masomo ya nadharia vile vile, kwa sababu nayo ni muhimu. Hatutoka tuyaache hayo. Utakusoma additional mathematics, usome trigonometrics, complex number na vitu kama hivyo. Hatutoviacha kwa sababu ni muhimu sana. Tena muhimu sana saa hizi wakati tunazungumzia akili unde. Dunia inaenda kwa kasi. Kwa hiyo hatuachi hiyo. Kutakuwa na wanaoenda huko. Ukienda mkondo wa elimu jumla utasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Ukitoka pale high school ni miaka 2, form 5 na form 6. Baada hapo unaendelea. Kwa mfumo huu wa kwenda elimu jumla tunaita ni 1 bracket, yani elimu ya awali, 6 4 2 3 plus kwenda chuo kikuu miaka 3 kuendelea mbele. Lakini ukiamua kwenda kwenye elimu ya amali, ukienda mkondo wa elimu ya amali badala ya elimu jumla, kule kuna masomo ya ufundi na ufundi stadi. Kwa pamoja tunaita mafunzo ya elimu ya amali. Ni ufundi na ufundi stadi. Ufundi ni technical. Ufundi stadi ni vocational, ya kawaida. Ukienda huku unapunguziwa masomo ya nadharia, unaongezewa masomo ya vitendo. Kama ni ufundi, kama ilivyokuwa Ifunda Technical Secondary School au Tanga Technical Secondary School au Moshi Technical Secondary School au Bwiro Technical Secondary School, kama umeamua kuchukua amali aina ya ufundi, na kule lazima uwe mzuri kweli kweli kwenye hisabati na kwenye sayansi, mzuri kweli kweli. Ukienda mafunzo ya amali aina ya ufundi, ukitoka kule form 4 una cheti kizuri kinachokuandaa tayari kwenda polytechnics. Utakuwa umejifunza mambo ya electrical, umejifunza building, construction na kila kitu. Kwa kuna dozi nzito kidogo pale ya kusoma. Na ukimaliza form 4 unapata cheti sio cha Baraza la Mitihani Tanzania tu. Unapata pia cheti kinachotolewa na NACTIVATE, ambalo ni baraza linalosimamia mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi. Watu wengi wanaita cheti cha VETA, lakini actually ni cheti cha NACTIVATE. Na hicho ni cheti cha hali ya juu kama umesoma amali ufundi. Ukimaliza pale, ukiingia mtaani kazi tayari. Na actually unaweza mwenyewe ukaanzisha consultancy yako kwamba unataka kujenga nyumba, mimi nakuja kufungia umeme.